Naam, karibu msikilizaji wa simulizi kupitia Even TV. Nikukumbushe, usisahau kusubscribe, kulike na pia komenti yako kwa maoni na ushauri kupitia simulizi hizi. Basi unakaribishwa sana. Leo nakuletea mwendelezo wa simulizi hii ya Njia Zisizorudi katika episode ya 7. Msimuliaji wako ni Kiliwan. Baada ya kuishia katika episode ya 6 ambayo Juma alipata kujua ukweli wa hatari, kila hatua ya haraka, kila ndoto iliyo na tamaa inaweza kumfanya mtu apoteze furaha, heshima au hata uhuru. Lakini pia alijua kila anguko ni mwongozo wa kujifunza na kila shida ni somo la maisha. Episode ya 7, nini kitaendelea? Karibu sana. Simulizi yetu ya sehemu ya 7 ikianzia ambapo matone ya mvua zikipiga paa, milango ya chuma ikifungwa kwa nguvu, kelele za wanyama wa mjini, mziki mdogo wa huzuni ukicheza nyuma. Baada ya vurugu na hatari za Rashidi, Juma alikamatwa. Dunia yake iligeuka giza ghafla. Lakini hatari kubwa ilikuwa kizuizi cha ndani ya nafsi yake. Sauti ya mlango wa gerezani ukifungwa, mikunjo ya chuma ikipiga kwa nguvu. Juma akazungumza kwa sauti ya chini, kwa uchungu mkubwa. Hapa ni giza la kweli, si kama giza la mvua au usiku. Hapa ni giza la mioyo ya watu. Lakini lazima niangalie ndani yangu, lazima nitambue mimi nani kweli. Katika selo, Juma alianza kuona ukweli: ndoto za haraka, tamaa za pesa, siri za familia na hatari za Rashidi. Vyote vilimfanya kuangalia nafsi yake kwa uangalifu. Juma alijizungumzia mwenyewe kwa ndani ya nafsi yake, tena kwa huzuni. Kwa kweli, nilijaribu kuwa jasiri, lakini naona bado nimechanganyikiwa. Kila hatua, kila uamuzi ulinipeleka hapa. Je, hii ndiyo maana ya maisha? Na kwa wakati huo, Juma alijua hata katika gereza kuna uhuru wa nafsi. Hapo ndipo alianza kujifunza somo kubwa: hofu, hatari na hatimaye upendo na ujasiri hupaswi kutegemea mazingira, bali inaanzia ndani ya moyo. Sauti ya mlango wa selo ukifunguliwa kidogo, sauti ya wenzake waliokamatwa ikisikika. Mtumiwa mwenzake alizungumza kwa hofu na uchungu. Juma, uko tayari? Duniani hapa ni hatari. Kila mtu anajaribu kuibuka kwa nguvu, lakini wengi wanashindwa. Una mpango gani? Juma akijibu kwa sauti ya uchungu na nguvu ya ndani. Mpango wangu ni kuangalia ndani yangu kwanza. Ukali wa gereza hauwezi kunikandamiza, lakini lazima nitambue kila tamaa, kila hofu, kila giza ni sehemu ya mimi, si sehemu ya dunia pekee. Na kwa hiyo Juma alianza safari mpya, safari ya ndani. Alianza kuelewa kwamba ndoto halisi hazikuishi bila ujasiri wa ndani. Giza la nje, tamaa za pesa, hatari za rafiki wa giza, vyote havikuwa na nguvu kama ndoto na moyo safi wa Juma. Sauti ya mvua ikipungua, upepo ukipanda kidogo, ndege kama kawaida wakirukaruka juu ya gereza. Juma kwa sauti yenye matumaini na uchungu mchanganyiko akasema, hata ikiwa dunia inaniweka kwenye giza la chuma,
moyo wangu unaweza kuona mwanga, na ndoto yangu haiwezi kufa, si kwa sababu ya watu wengine, bali kwa sababu mimi mwenyewe. Mara sauti ya mlango wa gereza ukifungwa taratibu, watu wakilia mbali. Na hivyo gereza halikuwa mwisho wa juma, lilikuwa mwanzo wa kufahamu nafsi yake, ujasiri na ndoto za kweli. Dunia inaweza kujaribu kumkamata, lakini hakuna nguvu inayoweza kumfanya ajidanganye yeye mwenyewe. Mwisho wa episodi ya 7. Lakini nikukumbushe, hofu, hatari na kushindwa kwa muda ni sehemu ya maisha, lakini ndoto halisi huanza pale ambapo moyo unapoamua kusimama na kuangalia ndani ya nafsi. Je, nini kitaendelea katika sehemu ya 8 ya simulizi hii ya Njia Zisizorudi? Msimuliaji wako ni mimi, Kiliwan.